Uongozi wa klabu ya Young Africans umekuwa na vikao vya mfululizo kutafuta kocha mpya wa klabu hiyo Young Africans baada ya kutimuliwa kwa aliyekuwa kocha wao, kocha mkuu Romain Folz. Kwa sasa kuna kaimu kocha mkuu ambaye jina lake ni Patrick Mabedi, ambaye sasa amekuwa akiongoza timu kama kocha wa muda baada ya kuondolewa kwa kocha mkuu Romain Folz. Mshauri assistant mpya kwa kocha mkuu Alejandro Manu Rodriguez ameajiriwa kama msaidizi wa kitaalamu ndani ya timu akiwa na uzoefu wa Ulaya na Afrika pia. Msaidizi wa kitaalamu wa mazoezi yani fitness ni Tishpan Mokaila. Huyu amefadhiliwa kama mtaalamu wa mazoezi na usawa wa mwili yani fitness coach, ambaye anapambana kuwaweka wachezaji katika fitness iliyo nzuri, kama ambavyo mashabiki walikuwa wakiona timu inakuwa na fitness nzuri pamoja na muunganiko mzuri wa kiuchezaji. Hii inatokana na mchango mkubwa wa fitness coach. Kwa sasa kuna tetesi nyingi kuhusu nani anaweza kuwa kocha mpya wa klabu ya Young Africans maarufu kama Yanga baada ya kuondolewa kwa Romain Folz. Haya ni baadhi ya majina yanayosikika. Nasri Nabi ameonekana kama miongoni mwa wagombea wa juu kujiunga na Yanga, kwani alishawahi kufanikiwa na klabu hiyo, ambapo alifanikiwa kuipeleka klabu katika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika mwaka 2023. Ramlad Rakatrab maarufu kama Roro pia jina lake limetajwa kama mgombea mkubwa kujiunga na Young Africans kama kocha mkuu, ambapo vyanzo vinasema mazungumzo yalifikia hatua ya mwisho kabisa. Mwanzoni, kabla hata kocha Romain Folz kusajiliwa na Young Africans ilikuwa ina mpango ya kumchukua Rorlane Mokoena. Kabla ya majina ya juu hapo juu, alisema kuwa Yanga iliwasiliana naye kama mgombea wakati kipindi ambacho alikuwa kocha huru. Hata hivyo, nini kitatokea hakijulikani, kwani Rorlane Mokoena alikwisha kusajiliwa na timu ya Algeria MC Alger Julai 25 kwa mkataba wa miaka 2. Hivyo kama Young Africans itaamua kuvunja mkataba au kumvunjia mkataba na MC Alger, basi itakuwa ni jambo jema, lakini ikiwa mkataba wake ni wa kudumu na MC Alger, basi itakuwa ni buyout au makubaliano ya kutoa mkataba. Jinsi Yanga ambavyo wataweza kumchukua Rorlane Mokoena, kwa kuwa alishatangaza kuachana na Wydad na baadaye kujiunga na MC Alger, Yanga itahitaji kuangalia hali ya mkataba na MC Alger ikiwa ipo, na akiwa hakusaini kwa muda wote huo, basi watalazimika kuangalia namna ya kipande ambacho kinakachomwezesha kuondoka ndani ya MC Alger. Na Yanga wataweza kuweka kitita cha fedha nyingi na kujaribu kuafikiana na MC Alger kuvunja mkataba na kulipa fidia au malipo ya mkataba yaliyobaki. Ikiwa kweli kama atataka kujiunga na Young Africans, basi Yanga inaweza kuonyesha mpango unaomvutia: malipo, rasilimali, timu ya ushindani na kadhalika, kuhakikisha timu ina uwezo wa kumshawishi kiuchumi, kiushindani, kwa sababu ni kocha mwenye CV kubwa barani Afrika na inatarajiwa kuleta matokeo makubwa ndani ya klabu yetu ya Tanzania, na ambaye tayari amekwisha kufanya makubwa akiwa na timu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Kusini. Na hii ni Neli TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili endelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Nilikuwa naendelea kusomea taarifa hii. Mimi Sports Medical Hadi wakati mwingine, kwa heri.